Russia yasema Ukraine imekiuka usitishaji vita wa Pasaka kwa kutumia makombora ya Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia amesema kuwa kombora la HIMARS lililotengenezwa Marekani limetumika katika mashambulizi ya hivi karibuni ya Ukraine na kwamba huo ni ukiukwaji wa usitishaji mapigano katika kipindi cha Pasaka. Akijibu taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ambayo pia ilionyesha matumaini ya kurefusha usitishaji vita kati ya Russia na Ukraine baada ya Pasaka, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia Maria Zakharova amesema upande wa Ukraine umekiuka usitishaji vita wa Pasaka kwa kutumia mifumo ya rocket ya Marekani ya HIMARS. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Russia amesema kwamba serikali ya Kyiv haikuzingatia usitishaji wa mapigano wakati wa Pasaka, na zaidi ni kwamba silaha za Marekani zimetumiwa huko Bankova kukiuka usitishaji wa mapigano. Zakharova amesema hilo halikutokea kwa sadfa bali ni mwendo wa serikali ya Kyiv. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia ameongeza kuwa wakati wa kusitishwa mashambulizi dhidi ya rasilimali na miundombinu ya mafuta na nishati ambako rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pia alikuidhinisha, Kyiv ililenga mara kwa mara miundombinu ya nishati ya kiraia ya Russia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia ameongeza kuwa wakati wa kusitishwa mashambulizi dhidi ya rasilimali na miundombinu ya mafuta na nishati ambako rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pia aliidhinisha, Kyiv ililenga mara kwa mara miundombinu ya nishati ya kiraia ya Russia. Rais Putin alikuwa amesema kuwa katika hafla ya Pasaka Russia itasitisha mapigano yote na inatarajia Ukraine kufanya vivyo hivyo na kusitisha uhasama katika kipindi hicho. Vilevile vikosi vya Urusi vimefanya mashambulizi ya drone usiku kucha katika mji wa bandari wa Odessa nchini Ukraine na kuharibu makazi na miundombinu ya umma. Maafisa katika mji huo wamesema mapema kwamba shambulizi hilo limesababisha moto na kuharibu makazi mengi katika mji wa bandari wa Bahari Nyeusi wa Odessa nchini Ukraine. Meya wa mji wa Odessa Trukhanov ameandika katika mtandao wa Telegram kwamba adui ameyalenga maeneo ya makazi katika eneo linalokaliwa na idadi kubwa ya watu kwenye wilaya ya Odessa. Gavana Ole Kiper amesema shambulizi hilo limeharibu makazi, miundombinu ya umma, taasisi ya elimu na magari. Wakati hayo yakiarifiwa, rais wa Urusi Vladimir Putin amesema serikali yake italifanyia tathmini na kulichambua pendekezo la Ukraine la kusitisha mashambulizi ya kutokea angani katika maeneo ya makazi ya watu. Vilevile, watoto 23 wamefariki na 167 wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi ya Ukraine kwenye eneo la mpakani mwa Urusi la Belgorod katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, gavana wa eneo hilo Vyacheslav Gladkov anasema. Hayo yakiendelea, wanajeshi wa Ukraine wamewashambulia wapiganaji wa Urusi ambao walijaribu kuchukua miili ya wanajeshi wa Ukraine kutoka viunga vya Guyevo na Nikolaevo Dorino katika mkoa wa Kursk hadi kwenye vyumba vya kuhifadhia maiti katika ardhi ya Urusi. Afisa wa usalama wa Urusi anasema kulingana naye, makamanda wa kijeshi wa Ukraine wanafanya kila linalowezekana kukwamisha juhudi za kurejesha miili ya wanajeshi wao kutoka kwenye uwanja wa vita. Hayo yakiendelea, vikosi vya Urusi vimesogea karibu na kuwazingira wanajeshi wa Kiukraini katika kijiji cha Gonal katika mkoa wa Kursk. Naibu mwenyekiti wa kwanza kamati ya jimbo kuhusu masuala ya CIS anasema hapo awali Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliripoti kwamba kabla ya kusitishwa kwa Pasaka, vitengo vya vita vya kaskazini vya Urusi vilipiga brigade za Kiukraini karibu na Gonal katika mkoa wa Kursk. Vilevile, tangu usitishaji mapigano wa siku 30 uanze kutekelezwa, wanajeshi wa Ukraine wameanzisha mashambulizi zaidi ya 140 kwenye vituo vya nishati kwenye ardhi ya Urusi. Balozi mkubwa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kwa uhalifu wa serikali ya Kyiv, Roden Miroshnik, anasema. Hapo awali Miroshnik alisema kwamba katika wiki ya Aprili 14 wanajeshi wa Ukraine walianzisha hadi mashambulizi 10 kila siku kwenye miundombinu ya nishati ya Urusi, huku mashambulizi 36 ya maadui kwenye vituo vya nishati vya Urusi yakirekodiwa. Vilevile, vikosi vya kitaifa vya Kiukraini vimejaribu kushambulia na kurejesha nafasi zilizopotea hapo awali karibu na makazi kadhaa katika Jamhuri ya Watu Donetsk na Lugansk. Vilevile, vikosi vya kitaifa vya Kiukraini vimejaribu kushambulia na kurejesha nafasi zilizopotea hapo awali karibu na makazi kadhaa katika Jamhuri ya Watu Donetsk na Lugansk wakati wa makubaliano ya Pasaka. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Hayo yakiendelea, wanajeshi wa Urusi wamekomboa monaster ya Mtakatifu Nicholas Belogorskaya katika kijiji cha Gonal kwenye mkoa wa Kursk, vikosi vya usalama vinasema. Kulingana na wao, jeshi la Kiukraini lilitumia monasteri hiyo kama kituo cha kijeshi. Jumba la watawa lililo kwenye kilima lilizingatiwa na adui peke yake kama kituo cha kijeshi
kwenye eneo ambalo waliweka mifumo ya silaha, vifaa vya kurusha ndege zisizo na rubani na kuweka askari wa Ukraine katika majengo ya kihistoria, vikosi vya usalama vilisema. Makundi kadhaa ya wanajeshi wa Ukraine yamelipua majengo ya kihistoria katika nyumba ya watawa huko Gonal katika eneo la mpakani mwa Urusi la Kursk wakati wakikimbia, vikosi vya usalama vya Urusi vimesema. Kulingana na wao, Monastir ilipata uharibifu mkubwa. Vile vile, Ukraine imekiuka mapatano ya Pasaka inayoonyesha kwamba Volodymyr Zelensky ataendelea kuhujumu mipango yoyote ya amani. Mikhail Sheremet, mwanachama wa jimbo la Urusi, anasema kwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo ya Urusi kutoka Ukraine walibatilisha tu makubaliano ya kusitisha mapigano ya Pasaka. Zelensky mwenyewe haogopi kabisa kupoteza au kuharibu sifa yake kwa sababu dhana hii ni ngeni kwake. Vile vile, wanajeshi wa kikundi cha vita cha kaskazini cha Urusi wanaendeleza operesheni za mapigano katika kijiji cha Gonal kwenye mkoa wa Kursk kwa uangalifu iwezekanavyo kwa sababu raia wanaweza kuwa wamejificha katika vyumba vya chini ya ardhi, chanzo cha usalama kinasema. Afisa mmoja wa usalama alisema hapo awali kwamba vikosi vya Urusi vilikomboa Monastir ya Mtakatifu Nicholas huko Belgorod-Sky. Vile vile jeshi la Ukraine limefanya mashambulizi karibu ndege 30 zisizokuwa na rubani kwenye rasi ya Crimea wakati wa mapatano ya Pasaka, na yote yaliangushwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi. Mtaalamu wa kijeshi Vital Kislov anasema Jumanne. Hapo hapo kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya jeshi la Ukraine vimeshambulia mkoa wa Belgorod wa Urusi kwa ndege zisizo na rubani 114 na silaha 75 katika muda wa saa 24 zilizopita, Governor Vyacheslav Gladkov anaripoti. Vile vile vikosi vya jeshi la Ukraine vimejaribu kuanzisha mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Urusi waliokuwa karibu na mto Oskol katika mkoa wa Kharkov karibu kila saa wakati wa usitishaji vita wa Pasaka, mtaalamu wa kijeshi Vital Kislev anasema. Vile vile, vikosi vya Urusi vinasonga mbele kuelekea Krasnoyarsk inayojulikana kama Pokrovsk nchini Ukraine katika Jamhuri ya Watu Donetsk kutoka makazi ya Kotlino na Shevchenko na Kiev. Ina akiba sio nyingi, Igor Kimakovsky, mshauri wa mkuu wa jamhuri, anasema kupitia kituo cha TV cha Soloviev Live. Hayo yakiendelea, mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kusuluhisha mzozo wa Ukraine unaweza kujumuisha kutumwa kwa wanajeshi wa Ulaya katika maeneo yanayodhibitiwa na Kiev. Gazeti la New York Post limeripoti likinukuu afisa mmoja wa Marekani. Kwa kuongezea, gazeti la New York Post lilisema kwamba wapatanishi sasa wanazingatia kikosi tofauti cha kulinda amani kufuatilia usitishaji vita wowote ambao utaonekana kama tume ya pamoja ya Warusi. Vile vile, shukran kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.